kuwapongeza, lakini matokeo yao ya mwisho kidogo, hususan ni nafasi ambazo Boka alikuwa anapata kutengeneza, alikuwa hazifanyi vile inavyopaswa, na zile ambazo walifanikiwa kumalizia walikuwa wamezidi. Kwa hiyo wangeza kupata zaidi kama Yanga akiamua kusukuma zaidi. Mwalimu unaweza kusema amepata first 11 yake ambayo umeishuhudia wewe hasa kwenye kipindi cha kwanza ama kwenye mechi ambazo amezionyesha kwa namna ambavyo amecheza? Nadhani waliocheza mara ya kwanza walionyesha kiwango bora kuliko waliokuja kuingia baadaye, lakini mara nyingine inachangiwa na vitu kadhaa. Mchezo uko katika stage gani? Kwa sababu Yanga tayari kashapata goli 3 alafu hakuna wanachofukuza kwenye mchezo. Kwa kasi ya mchezo, uhitaji wa mchezo unabadilika kulingana na muda na nyakati. Kwa huwezi kusema kwamba walioingia kipindi cha pili labda si bora sana, isipokuwa wameingia katika wakati ambao timu haina inachotafuta. Nini ambacho pengine unaona kwa shauri lile kinakuwa ni changamoto kuweka mpira kwenye kwangu? Ukiangalia mchezo wa leo, nafasi kama alipata labda ni moja. Kwa hiyo anaocheza nao kumzunguka si watu ambao wanatengeneza nafasi, ni watu ambao wanaangalia kufunga zaidi. Labda naye hajakuwa katika nafasi ambazo wanaweza kumwekea ili kufunga, lakini ni wachezaji ambao wanacheza, wanaomzunguka wanacheza kwa namna ambayo sio ya utengenezaji, ni namna ya kutaka kufunga zaidi kuliko kutengeneza, na ndio maana kwake nafasi zinakuwa finyu na huenda asipate hayo magoli, labda mpaka pale atakapokuja mchezaji ambaye anaweza kutengeneza zaidi au mahitaji yake yanakuwa kutengeneza zaidi kuliko kutaka kufunga. Anacheza na wachezaji ambao wengi pia ni wageni ambao nao wanataka kutengeneza majina yao, wanataka kutengeneza nafasi zao kwenye kikosi, kwa nao wanahitaji kufanya vitu ambavyo vinaweza vikaweka zaidi kwenye kikosi. Kwa hiyo mahitaji yanapingana kidogo kwa namna moja au nyingine. Hicho nadhani ndio ambacho kinakwamisha. Aendelee kupewa nafasi? Of course anawezekana anatakiwa kuendelea kupewa nafasi kwa sababu ni mchezaji mwenye profile ya juu, na unajua kama akipewa nafasi za kufunga au akitengenezewa, ni mtu ambaye una garantia kwamba anaweza akakupa hizo goli ambazo zinatakiwa. Magoli ambayo Diarra ameruhusu, naweza nikasema ni magoli mengine ya kizembe. Kila mchezo amekuwa akiruhusu goli na leo tena ameruhusu goli jingine. Unazungumziaje namna ambavyo anakuwa akihakikisha kwamba anaondoka na clean sheet kila mchezo? Yapo magoli ambayo unaweza kuhesabu uzembe wake, kwa mfano kama magoli ya msimu uliopita, goli ambalo alifunga na Selemani Gwenzi kwenye uwanja huu, lakini sio hili la leo. Mpira wa deflection mara nyingi hauna ujanja wala hauna mwelekeo. Kila kitu kilikuwa kiko sawa kwa upande wa Diarra, lakini mpira umbadilisha mwelekeo baada ya deflection. Kwa huwezi kuhesabu kama ni goli ambalo liko kwenye uzembe wake. Of course ni kitu ambacho kinasikitisha kwamba ameshindwa kuondoka na clean sheet, lakini end of the day hakuna mtu ambaye angeweza kufanya chochote kwenye lile. Labda kama Baka asingecheza foul ambayo ilikuwa katika maeneo yale. Pia pongezi tu kwa mpigaji. Ukuta alijaribu kufanya kazi yake, lakini mpira umebadili mwelekeo baada ya kugonga ukuta. Kwa hiyo sio goli ambalo unaweza kumlaumu mtu yote kati yao. Kwa kumalizia, unafikiri tunaweza tukasema sasa Yanga wamefaulu zaidi kwa baadhi ya wachezaji wao kwenye dirisha hili la usajili? Bado mapema. Bado. Yeah. Tuwape mechi ngapi? Bado mapema. Mechi ya pili sasa hivi. Lakini so far wanaonekana ndio timu ambayo iko bora zaidi. Ndio timu ambayo imefunga goli nyingi zaidi. Nadhani wana goli 6, sio? Wana goli 6 ni na nafasi wametengeneza za kutosha. Kwa mchezo 7 of course, kwa sababu leo ni 4. Kwa hiyo ni timu ambayo inaonekana kuwa bora kuliko nyingine ambazo zimecheza mpaka sasa. Nakushukuru sana. Asante.